Kuanzisha biashara. Leo nazungumzia biashara ya soda. Wengi wanafahamu kinywaji cha soda na biashara ya soda pia wengi wanaifahamu. Lakini je, unaelewa jinsi ya kuanzisha hii biashara ya soda? Sasa kipindi hiki cha leo nitakuelezea hatua 5 za muhimu ambazo unatakiwa kuzitekeleza ili ufanikiwe kuanzisha biashara ya soda yenye kupata faida. Vijana wengi wanashindwa kuanzisha biashara ya soda kwa sababu wanadhani huwezi ukaanzisha hii biashara kama huna mtaji mkubwa. Lazima uwe na mtaji mkubwa wa mamilioni ya pesa ili uweze kuwa na duka kubwa, kwa maana kuwa kulipia pango ya duka, lakini pia uwe na refrigerator au deep freezer kwa ajili ya kupoza hivyo vinywaji vya soda. Sasa hiyo sio kweli. Unaweza ukaanzisha hii biashara kwa mtaji mdogo tu na ukafanikiwa. Anaweza akaniuliza au akasema, Mr. Mwambola, yaani $100,000 kwa hiyo unaweza kuanzisha biashara ya soda? Jibu ni kuwa ndio, inawezekana. Kwa sababu soda, wewe unachofanya ni kununua soda kutoka kwa distributor, alafu unapeleka kwa wanywaji. Kwa hiyo haihitaji mambo mengi. Haihitaji sijui uwe na duka kubwa, usijui uwe na mambo makubwa. Ni vitu vya kawaida tu. Wewe uko katikati, chukua soda kutoka kwa distributor, alafu uza kwa walaji. Sasa hebu tuangalie soko la soda Tanzania. Ukweli ni kuwa soko la soda ni kubwa Tanzania. Family nyingi wanatumia soda. Soda zinatumika majumbani, soda zinatumika kwenye maofisi, zinatumika kwenye tafrija mbalimbali, kwenye harusi na kadhalika. Inasemekana kuwa karibu watu milioni 14 hapa Tanzania wanakunywa soda kila wakati. Kwa hiyo hili soko lipo la uhakika. Sasa tuje kwenye swala la mtaji, ambao kama nilivyosema, ukiwa na mtaji mdogo unaweza ukaanzisha hii biashara. Sasa mimi nitakueleza mitaji ya aina mbili. Kwanza ni wa $100,000 ambapo unaweza ukaanzisha biashara, lakini kuna mwingine hata $30,000 unaweza ukaanzisha hii biashara. Sasa nisikilize kwa makini. Kama unavyoona, tunaanza na mtaji wa $100,000 ambapo tutaanza na kreti 5. Na kwa bei ya jumla ni kati ya shilingi 10,000 mpaka 14,000 kwa kreti. Sasa hapa jumla zitatumika 50,000. Tutahitaji ka refrigerator kadogo ambapo kanaweza kachukua kreti 2 kwa mpigo, na hii thamani yake ni shilingi 30,000. Alafu gharama za usafishaji ili kuweka hizo soda katika hali nzuri ya kuweza kuvutia wateja. Kwa hiyo hapo sasa jumla utakuwa na 85,000 na 15,000 inabaki kama akiba. Sasa hatua ya kwanza ya kuanzisha hii biashara ya soda ni kuchagua sehemu. Sasa wengi wanafikiri unachagua sehemu ambapo kuna watu wengi. Kwa hiyo ukichagua sehemu kwenye watu wengi, basi utafanya biashara nzuri. Si sawa. Jibu ni kuwa chagua sehemu kwenye watu wengi ambao wanahitaji soda au wanatumia soda, sio wingi wa watu peke yake. Siri ya pili au hatua ya pili ni kununua soda kwa kreti ambazo ni sahihi. Wengine wanafanya makosa, unaenda kununua soda kwa muuzaji wa rejareja au hata wa jumla, lakini hiyo haitoshi. Nenda kwa distributor. Huko ndio utapata bei nzuri na utafanya biashara nzuri. Sasa kabla tujaendelea, nina wito. Naomba ubonyeze hicho kibatani cha subscribe, pia bonyeza hicho kibatani cha like, na mwisho bonyeza kibatani cha kushare ili wenzio nao waweze kuona hii video inayohusiana na biashara ya soda ambayo unaianzisha kwa mtaji mdogo na kupata faida. Kwa hasa tunaangalia zile hatua 5 za kutekeleza ili ufanikiwe. Sasa tunaendelea. Hatua ya 3 ni swala la display. Hapa tunazungumzia jinsi unavyoweka hizo soda zako na kuweza kumvutia mteja. Hii ni muhimu sana. Hatua ya 4 ni kutambua wateja wako. Ni muhimu sana utambue wateja. Wengi wanafikiri unauza soda kwa mteja tu yoyote. Hapana, lazima utambue aina ya wateja. Kama ni
wauzaji, kama ni wanunuzi wako ni mamalishe, basi ujue mamalishe anahitaji nini na uangalie jinsi utakavyomhudumia. Kama ni wanafunzi wa shule ni hivyo hivyo, kama ni kwenye viwanda au kama kwenye maofisi nayo ni hivyo hivyo. Kwa hiyo ni muhimu ufahamu wateja wako. Hatua ya 5 ni reinvest na kupanua biashara. Unajua, wengi wanaanzisha biashara ya soda wanaichukulia poa tu, kwa hii ni biashara ndogo, lakini ukijipanga vizuri unaweza ukakuta hiyo biashara inapanuka na inakuwa kubwa sana. Sasa jambo la msingi ni kuangalia jinsi unavyoplani mambo yako. Sasa kwa kumalizia, hebu tuangalie jinsi tunavyoweza kutengeneza hesabu za kupata faida. Hii iko vipi? Sasa hapa tutalinganisha faida ya biashara ya soda wiki ya kwanza unapoanza, lakini miezi mitatu baadaye hali inakuwaje? Sasa ukiangalia hapo utaona wiki ya kwanza unakuwa unauza kreti 10 kwa siku. Sasa hii ni sawasawa na faida ya shilingi 20,000 kwa sababu kreti moja inaleta faida ya shilingi 2,000. Kwa hiyo sasa kwa mwezi utakuwa unapata faida ya 600,000. Sasa baada ya miezi mitatu utakuwa unauza kreti 20 kwa siku. Sasa hii utaona kuwa faida kwa siku inakuwa ni shilingi 40,000 na faida kwa mwezi itakuwa 1,200,000, ambapo hiyo itakuwa ni biashara kubwa kabisa. Sasa kwa kumalizia, tujikumbushe tena, wengi wanafikiri ili kufanya biashara ya soda basi inabidi uwe na duka ambapo unapangisha fremu na unajaza duka, kunakuwa na marefrigerator na vitu kama hivyo. Hii sio sawa. Unaweza ukaanzisha biashara ya duka kwa mtaji mdogo na ukaifanya na ikapanuka mpaka ikaja kuwa biashara kubwa. Haya ndio mambo ambayo nilikuwa nimekuelezea tangu mwanzo wa video hii. Sasa kinachobaki ni wewe kujipanga, jaribu kutekeleza mambo niliyokuambia. Na mwisho naomba uniandikie ni hatua gani ambayo unafikiri ni ya muhimu sana kati ya hizo nilizokueleza na imekuvutia kiasi ya kuwa unataka kuanzisha biashara ya soda hata ikiwezekana wiki ijayo. Pili, ni hatua gani unaona ina changamoto kiasi ya kuwa unahitaji maelezo zaidi ili nikueleze. Kwa hiyo niandikie hapo chini na mimi nitawasiliana na wewe. Mwisho kabisa, naomba muendelee kuangalia video zetu za how to start business, na mimi ni mtayarishaji wa hizi video Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Kuanzisha biashara.